mimi niko pamoja na wewe, nitakuombea na unaenda kuzaa mtoto. Amini ninachokuambia. Mimi nilimwambia Amina, sikutaka kuongeza mambo mengi. Tukaendelea. Kwa changamoto yoyote unitafuta. Ukiona ni vigumu kunipata, tafuta hata mama kwa. Nilipokwama, nilimtafuta. Alinielekeza jinsi ya kufanya kila kitu, taratibu niliufuata, lakini changamoto hazikuisha. Kanisa nashukuru sana. Ndiyaona maombi yenu. Hata kipindi kile ambacho nilikuwa napitia changamoto, mimi sikuwahi kuona kama nitapata wafariji kiasi hichi. Pamoja na kwamba maadui walikuwepo, lakini wamama popote pale mlipo, Roho Mtakatifu awe nanyi. Naomba wasalimie. Jamani, sio watoto, sio wakubwa, sio wadogo. Walinililia. Hata kama walikuwepo wabaya, lakini waliniombelea. Nashukuru sana kwa maombi yenu. Nilienda safari mpaka mwisho. Nilimwambia kuhani, alisema usiwe na wasiwasi, lakini vita ilikuwa ni kubwa. Tuliendelea kupambana. Nashukuru kwa wale watu walionisupport, sitaweza kumtaja mmoja mmoja. Niliendelea, nilimkuta kwa Nuda hospitalini. Kuhani alikuwa na mimi, mama yangu, familia, yaani niseme kwa ujumla wa kuniacha mpaka mwisho. Nakumbuka niliongea na kuhani, ilikuwa kama 1:30. Saa 3 mimi nilikuwa nimeshapata mtoto. Nilimshukuru sana huyu Yesu. Nikampata mtoto, wakaniambia mtoto ni wa kiume. Nikamwambia Yesu asante. Nakushukuru kwa sababu mimi peke yangu nisingeweza. Vita ni kubwa. Kuna wengine wana shida na watoto, lakini wanawapata. Iweje mimi niliyekuwa na haja, lakini Yesu hakuniacha, alinifariji. Najua wapo wengi sana wenye shida, haijalishi wanaamini hili kanisa au wako nje ya kanisa. Mimi ninachowaombea popote walipo, Yesu awabariki. Wapate na wao watoto. Wapo nijalipa kukosa mtoto mpendo. Mimi naomba nitie kuhani moyo.